Na mtazamaji, tunaendelea na kuangazia tu yaliyojiri hapo jana, na kwa hivi sasa utaniruhusu nizungumze na Willy Lusige ambaye miongoni mwa wale maripota ambao wametembea sehemu tofauti, yuko katikati mwa jiji la Nairobi, ambaye amekwenda kutathmini hali ilivyo ili kutupa taswira ya yale ambao wananchi wameamka nayo katika siku hii ya leo. Ni dakika tu za kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari mahali ambapo yupo. Willy Lusige, kama unanipata ndugu yangu, naomba unifahamishe uko wapi na wafanyabiashara wanasemaje na wananchi kwa jumla baada wameamkia asubuhi ya leo ambao jana palikuwa na heka hapa mjini Nairobi. Swadakta Rashid, tupo katikati mwa jiji la Nairobi. Kumbuka jana kulikuwa na yale maandamano ya wanajenzi kuweza kukumbuka kilichojiri mwaka 2024, hususan tukirejelea yale maandamano ya tarehe 25 mwaka jana, ambapo jana waliondoka na kuja hapa mjini kuweza kuadhimisha kile walichokuwa nasema kumbukumbu ya walofariki na wale waliojeruhiwa, na tuliweza kuona moja kwa moja kitu kilichokuwa kinajiri. Lakini katika maandamano hayo pia kulikuwepo na visa vingi vya maduka kuweza kuibwa, na pia kando na hayo pia baadhi ya maeneo yakaweza kuteketezwa. Na kwa manufaa ya mtazamaji wangu, kama jinsi unavyoona nyuma yangu, ni wazi kwamba bado maeneo mengine, hususan katika eneo hili ambalo nipo, eneo la OTC, bado mijengo inaendelea kuteketea baada ya kutiwa moto jana na wale ambao wanadaiwa huenda walikuwa wale waandamanaji. Na kile ambacho kimekuwa kinajiri katika maeneo mengi ambayo tumeweza kutembea, tumekuta kwamba wengi walikuwa wanavunja yale maduka, kuiba kila kitu, na wanapopora baadaye walikuwa wanatia ile mijengo moto kwa sababu ambazo hatuwezi kufahamu. Kwa hivyo huu ni mojawapo ya mjengo katika eneo hili la OTC ambalo lilikuwa ni jumba kubwa ambalo lina biashara tofauti, maduka ya kuuza nguo, maduka ya kuuza bidhaa mbalimbali, na tunafahamishwa kwamba jana baadhi ya wale waandamanaji waliweza kuvamia eneo hili wakapora kila kitu.